Baba mwenye watoto 8 ajinyonga Babati. Mwanaume mmoja anayefahamika kwa jina la Jumanne Idi, baba mwenye watoto 8, mkazi wa kijiji cha Imbilili katika kata Sigino, halmashauri ya mji wa Babati mkoani Manyara, amefariki dunia baada ya kudaiwa kujinyonga, huku chanzo kikidaiwa huenda ni msongo wa mawazo. Na hapa mashuhuda wa tukio hili wanasimulia zaidi. Mimi naitwa Hasani Thabiti, ungana nami katika taarifa hii. Naitwa Ephraim Joseph Sagre, ni mkazi wa Imbilili. Tukio hili limetusikitisha sana, maana ndugu yetu mpendwa ameweza kujinyonga. Sio tukio zuri hata kidogo. Amechukua maamuzi ambayo sio sahihi kabisa. Kiujumla tumesikitishwa sana. Hajawahi kuwa na ugomvi na mtu. Ni mtu ambaye anafanya mambo yake yuko mwenyewe tu. Hana shida na mtu yoyote, anaenda msikitini. Watoto wake wanasoma madrasa vizuri. Hana ulevi wala hana matukio yote mabaya. Kwa jina naitwa Marcel Crescent, mwenyekiti wa kijiji cha Imbilili. Kiufupi, wananchi na mimi binafsi nasikitika sana kwa tukio lililotokea la kijana huyu kujinyonga, na kwa taarifa tulizopata wananchi wa kijiji cha Imbilili tumeendelea kusikitika na kuendelea kutafuta nini chanzo ya jambo hili. Lakini ndugu huyu aitwaye Jumanne Idi Majani ni mtu ambaye hanywi pombe wala hajawahi kujishirikisha kwenye matukio yoyote mabaya, lakini pia palionekana kwa muda mrefu akiishi kwa upweke. Hakuna marafiki aliyekuwa nayo wa karibu sana, na mambo yake alikuwa anafanya yako busy na shughuli zake. Lakini jambo la kusikitisha sasa ni kufikwa na msiba huu na maamuzi magumu alienda kujichukulia, kujitoa uhai wake mwenyewe kwa hiari yake na bila sisi wengine wote kujua sababu ya hilo. Kwa jina naitwa Hadison Joseph Sangasa. Hebu tuambie nini kimetokea siku ya leo kwenye mtaa? Siku ya leo tulipata taarifa kwamba kuna kijana wa jirani yetu hapa kwetu. Tumeambiwa hayupo nyumbani, ila akajulikana kwamba amejinyonga hapo mlimani. Labda chanzo cha kujinyonga. Kwa kweli chanzo cha kujinyonga hatujapata taarifa mpaka sasa hivi. Tumejaribu kuulizia mke wake, bado hana habari kabisa kwamba alikwenda jana. Alienda kupakua mkaa wake mlimani akaleta nyumbani. Kufikisha nyumbani basi alipewa uji tu nasikia akanywa na mke wake anavyosema. Akapanda mlimani na panga yake kwa ajili ya watu wakajua mke wake anajua labda na familia yake wanaenda kuendelea kukata mkaa huko juu. Ana mke na watoto 8. Naitwa Justin Jonas Molele. Nini leo kimetokea hapa? Kwa kweli asubuhi tumetokewa na taharuki hapa kwamba kuna mwenzetu kajinyonga, jirani yetu hapa mlimani. Kwa kweli kwa mtizamo ni mtu mzuri, ni mtu ambaye yuko pamoja na jamii, anashirikiana na jamii, ila kwa tukio kama hili hatujajua limemsibu nini. Hali yake kimaisha ni nzuri, ni hali ya kawaida, sio mchovu sana, ni mtu mtafutaji. Kwa kweli vijana nawaambia wajitazame katika haya maisha, kwa sababu msongo wa mawazo pia unaweza kusababisha mtu kufikia hatua hii.